Bwana Yesu Kristo asifiwe, mtumishi wa Mungu. Karibu katika mfululizo wa masomo yetu, na siku ya leo tunaenda kwenye sehemu yetu ya 12 ambayo tunakwenda kuhitimisha somo hili ambalo lilibeba kichwa kinachosema vita yatoka tumboni. Ninaamini Mungu amesema nawe kwa namna ya kipekee. Ikiwa haujasikiliza sehemu zilizopita, basi Mungu akupe kufuatilia, Mungu akupe kwenda na kuona tena kwamba unajifunza, unapokea kile ambacho Roho Mtakatifu anasema na kanisa, na lengo ni ili watu wapone, watu wafunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Popote ulipo, karibu na nipate kuomba kwa ajili yako, na baadaye nikuletee ujumbe wa neno la Mungu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya mkono wako ulio hodari kuponya na kuokoa. Asante kwa ajili ya mtu mmoja aliyeko mahali hapa anayeenda kusikia ujumbe. Usiwe ni ujumbe wa kawaida, lakini ukawe ni ujumbe wa kukomboa maisha yake. Katika jina lako takatifu tumeomba na kuamini, amen. Mtumishi wa Mungu, tunakwenda kushughulika na kitu kinachoitwa agano la mauti, na tunapita kwenye toba kwa ajili ya maagano yaliyovuruga hatima zetu, na hasa maagano ya mauti. Kuna masomo ambayo nilifundisha nikakwambia kabisa kwamba mauti ni roho kamili, na wakati mwingine kuna watu wanaagana na mauti kabisa, wanafanya vitu vya kimaagano. Na mfano mzuri tu ni mtu anapokwenda kwa mganga kwa ajili ya kuangamiza maisha ya mtu, kwa ajili ya kuua, kwa ajili ya mtu fulani asishike mimba. Yale maagano, makubaliano, mapatano ni maagano ambayo yamesababisha mateso, kilio na maumivu kwenye maisha yetu. Kitabu cha Isaya ile sura 28 na mstari ule wa 18, neno la Mungu linasema, na agano lenu mliloagana na mauti litabatilika tena, mapatano yenu mliopatana na kuzimu hayatasimama. Pigo lifurikalo litakapopita, ndipo ninyi mtakapokanyagwa nalo. Na agano lenu mliloagana na mauti, watu wanaweza wakainuka wakaenda wakafanya maagano, aidha kwa njia ya mganga wa kienyeji, kwa njia ya matambiko, kwa njia ya kafara. Wengine wakabeba hata picha yako, jina lako, nguo yako, wakaipeleka njia panda, wakanuiza maneno, wakatamka kitu ya kwamba mauti iambatane na wewe. Na hii roho ni mbaya mno, inaweza ikavuruga baraka zako, ikavuruga kibali chako, ukawa unaamka, unakwenda, unarudi, hakuna kitu kinatokea. Kwa nini? Kwa sababu tu kuna agano la mauti limesimama mahali kushughulika na maisha yako. Kitabu kile cha Kutoka 12 mstari wa 13 anasema, na ile damu itakuwa ni ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nikiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Anasema na ile damu itakuwa ni ishara, ni agano kati yangu mimi na ninyi. Mpendwa mtumishi wa Mungu, wakati Mungu anaipiga Misri, alichokuwa anaangalia, hakuwa anaangalia malaika, hakuwa anaangalia mtu, hakuwa anaangalia Mwisraeli au Misri. Kilichokuwa kinaangaliwa ni alama ya agano, na ile damu ilipakwa eneo maalum kwenye milango na mimo yake, kwamba iwe ishara. Kwa hiyo hii ni alama kwamba yeyote aliyekuwa nayo alibaki salama. Natamani ndani yako, yawezekana kuna alama ya agano la mauti, lakini tunakwenda kuifuta hiyo alama na kuweka alama ya uzima kwa damu ya Yesu Kristo. Tambua kuna maagano ya mauti. Mtu anaweza akakutamkia neno likaangamiza maisha yako. Mtu anaweza akatoa sadaka, akafanya makafara, akaenda hata kutoa mtu kwa ajili ya kuangamiza maisha ya mtu mwingine,
akaua. Mtu mwingine anaweza akachinja mnyama, anaweza akamwaga damu, anaweza akafanya manuizo. Unapoenda ukakuta irizi imefungwa mafundo, manake pale kuna kitu ambacho kimetamkiwa, kimenuizwa na kikafungwa, na kilivyofungwa anasema jinsi ambavyo sijafungua, hakuna namna maisha ya huyu mtu yatafunguliwa. Ataona kufunguliwa, atakaa kama gereza maisha yake yote. Ndio maana Yesu Kristo alipodhihirishwa alikuja kuzivunja kazi za adui. Alikuja kuzivunja kazi za adui. Alikuja kuzivunja kazi za shetani kwenye maisha. Lazima ifike mahali mpendwa useme enough is enough. Lazima kazi za ibilisi zivunjike ndani yangu. Na kuombea sana katika jina la Yesu Kristo. Mtu anaweza akafunga, akapasua chungu, akatengeneza kamba fulani, akaifanya kama mnyonyoro, akasema nimemfunga mikono yake, nimefunga miguu yake, nimefunga hata kaone baraka. Unatembea asubuhi jioni, hakuna chochote kinakuja kwenye maisha yako. Unahitaji kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Kizazi chako kinaweza kikafungwa. Wateja wanaweza wakazuiliwa wasije kwenye maeneo yako kabisa kimaagano. Na ndio maana maandiko yanasema katika Kumbukumbu la Torati ile sura 18 mstari wa 10 na 11, asionekane mtu kwako ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu alogaye kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu. Kwa hiyo mpendwa, tambua, wakati mwingine mtu anaweza kwenda makaburini na mnyama akamchinja, na mtu akaogeshwa na ile damu, huku akitamkiwa maneno, na huyu mtu anaweza akaona maisha yake yameanza kuharibika. Yule ambaye ametamkiwa anaona maisha yake yameharibikiwa. Wakati mwingine unavalishwa pete fulani, lakini ile pete kumbe imebeba maagano. Na mimi nataka nikwambie kwamba Mungu aliyeko mahali hapa, Mungu ambaye tunamuomba, Mungu ambaye tunamuita, anaweza akakusaidia. Mpendwa mtumishi wa Mungu, tumekuwa hapa katika hizi siku karibu 12 tukiachilia neno hili kwa ajili ya maisha yako. Ninakuombea sana kwa jina la Yesu Kristo. Yawezekana ulizaliwa vitu ambavyo vilitakiwa kutokea maisha yako havitokei. Kuna namna unaona umekosa amani, kuna namna huna furaha, kuna namna nafsi yako imechukiwa, kuna namna ukijaribu kupiga hatua huoni mpenyo. Kimbilio pekee ni damu ya Yesu. Damu ya Yesu inanena mema. Kila baya la maisha yako, hebu kimbilia tu damu ya Yesu, itanena mema. Na kuombea na nakukaribisha katika vipindi vingine tena ambavyo ni kwa ajili yetu na kwa ajili pia ya huduma, na ninaamini ya kwamba utaenda kupona katika jina la Yesu Kristo. Wakati unataka niombe agano lolote la mauti linalotembea na maisha yako, kwa damu ya Yesu likabatilike, naomba tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mtumishi huyo. Asante kwa ajili ya kwamba amepokea ujumbe. Asante kwa kuwa umesema na maisha yake. Yamkini liko agano la mauti, yako matamko, kuna roho, kuna vitu vimefanyika, ibada, matambiko yakafunga maisha yake. Mungu, tuko mbele zako tukiomba toba na rehema, tukiomba ukarehemu, tukiomba ukasamee. Ingilia kati familia, ingilia kati maisha ya huyu mtu, ingilia kati eneo lolote la maisha yake. Yehova, tunakutamani kuliko kipindi chochote. Tunatamani mkono wako Bwana, ukaondoe kilio, ukaondoe mateso, ukaondoe maumivu, ukaondoe majeraha ambayo yamekuwa ni sababu ya huyu mtu kulia na kutokuona hatua zake zikisonga mbele. Kwa damu yako Mungu, kila mali alipokuwa amekamatwa, kila agano ambalo lilikuwa limefunga maisha yake likafunguke katika jina la Yesu Kristo. Na kwa damu yako mtu huyo aone majira mapya, kibali kipya, na kwa mkono wako Bwana jambo jipya likazaliwe kwenye maisha yake. Na tumeomba tukiamini katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nikutakie wakati mwema, nikutakie siku njema, siku ya baraka. Ulikuwa pamoja nami mtumishi wa Mungu Jacob Emmanuel Mlawi, na ndiye ninayekuletea ujumbe huu. Karibu tena kwa vipindi vingine vinavyokuja. Shalom, shalom
na Mungu akubariki. Amen.